tunaendelea ahadi za Mungu kwetu, na tumeshamaliza kitabu cha Zaburi. Tunahamia kitabu cha Methali, ambacho kimeandikwa na Suleiman mwana wa Daudi. Tuko katika sura yake ya kwanza. Tuangalie mstari miwili wa 8 na wa 9. Wa 8 na wa 9 kuna ahadi ziko hapa. Anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Narudia, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mkufu shingoni mwako. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaendelea kuzitazama hizi ahadi za Mungu kwetu zilizoandikwa katika Biblia. Mwandishi wa kitabu hiki Mfalme Sulemani mwana wa Daudi aliandika kwa hekima sana. Anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Anaposema mwanangu, maana yake anaonyesha yeye ni baba kwa watoto. Lakini neno mwanangu pia linaweza kutumiwa na Mungu Baba yetu wa mbinguni kutuita sisi wanawe, mwanangu. Sasa anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Mafundisho ya baba ni muhimu sana katika familia, maana mafundisho ya baba ni maelekezo. Mafundisho ya baba yanaleta faida kwa watoto, yanaleta manufaa kwa watoto. Mama yeye ana sheria. Mama ni mwanasheria katika nyumba. Sheria ya mama ni njema sana, ukiifuata utafaidi, utakula mema ya nchi. Sheria ya mama ni muhimu sana kuishika, maana inakulisha mazuri ya jikoni. Unaingia mpaka jikoni kule na kula manono ya jikoni. Kwa hiyo mama sheria zake ni tamu sana. Lakini mafundisho ya baba ni maelekezo ya kumfanya mtoto afikie malengo yake. Sasa kuna faida gani kuyashika mafundisho ya baba na kuzishika sheria za mama? Ahadi ni hii, anasema, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako. Yatakuwa kilemba cha neema. Kadri unavyoyashika mafundisho ya Mungu, mafundisho haya yanakufanya kuwa na kilemba. Kilemba, mnafahamu wa mama, vilemba vile vya kichwani. Kilemba kikifungwa kwa ustadi, mama hupendeza sana. Maana yake, kadri unavyoyashika mafundisho na sheria za mama, utapendeza. Kichwa chako kitakuwa na akili njema. Kichwa chako kitajaa hekima na maarifa. Ndio maana ya kilemba cha neema kichwani mwako. Maana yake utakuwa na akili njema, maarifa na ufahamu. Utakuwa na akili njema, maarifa, hekima na ufahamu zitakuwa katika kichwa chako. Halafu jambo lingine anasema, na mikufu shingoni mwako. Pia utavaa mkufu. Sio tu mikufu, lakini mikufu mizuri ya bei kubwa, mikufu ya dhahabu itakuwa katika shingo yako. Maana yake ni kwamba kadri unavyoyashika maneno na mafundisho, kadri unavyoyashika mafundisho ya Mungu na ya wazazi wako, nakwambia katika maisha yako hutaacha kuvaa mkufu wa dhahabu, mkufu safi. Maana yake ni kwamba shingo yako itapendeza, shingo yako nayo itapendeza. Utavaa vitu vya dhahabu, utavaa vitu vya chuma au dhahabu au shaba, lakini utavaa mikufu ya dhahabu, mikufu yenye kunawirisha, mikufu yenye kukupa heshima. Sio kila mkufu, lakini mikufu mizuri kabisa utavaa. Maana yake utakuwa na heshima, Heshima haitoki isipokuwa katika kuyashika mafundisho ya Mungu na kuyashika mafundisho ya Mungu na sheria za mama yako. Mungu akubariki. Tukutane tena wakati ujao, na neno la Mungu linaendelea kujia.
tunaendelea kuzitazama ahadi hizi. Kama nilivyokuambia, ni za mfululizo mrefu, lakini za faida kubwa. Mungu akubariki sana, tukutane wakati huo. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.